Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mengi ya Kenya zimeacha maelfu ya watu wakiwa katika hali ngumu na wengine kupoteza maisha. Kutoka Nairobi hadi Kisumu na sehemu za Mombasa, barabara zimejaa maji, nyumba zimezama na familia nyingi zimekosa makazi. Biashara zimesimama, usafiri umeathirika na watoto wengi wameshindwa kufika shuleni. Wakati wananchi wakihangaika kuokoa maisha na mali zao, swali kubwa linaendelea kuulizwa kote nchini. Ni nani anawajibika kwa mafuriko haya? Nairobi CBD, dakika 2 za mvua, 2 minutes, watu washaanza baa kukwama. Sakaja must go. Na kama hata amegonga kitu. Oh my goodness, this is so bad. Watu wangu wa Mombasa Mombasa County. Baadhi ya wananchi wanasema ni uzembe wa serikali za kaunti. Wanasema mifereji ya maji haijasafishwa kwa muda mrefu na ujenzi holela kwenye njia za maji umefanya hali kuwa mbaya zaidi kila mvua inaponyesha. Serikali yetu iweze kujali maslahi ya wananchi, itutengenezee angalau barabara, bridges are so poor. Wanafaa kutujengea barabara zikiwa na ile daraja ya juu. Manake barabara ya chini na wakiweka daraja ya chini huwa inaleta shida sana. Hata hivyo, kuna wale wanaotazama jambo hili kwa mtazamo wa kiroho. Wanasema majanga kama haya yanaweza kuwa onyo kwa taifa, wito wa kutafakari, kurekebisha mienendo na kumrudia Mungu. I continue to say, naendelea kusema, the harsh weather will continue. Hali ya anga mbaya itaendelea. I think 3 years ago, naamini miaka 3 iliyopita, I shared something from this altar on the prophetic Sunday. Nilishiriki katika madhabahu haya siku moja katika Jumapili au nabii. I saw our lakes. Niliona bahari zetu, especially in the Rift Valley. Haswa katika bonde la Ufa. You know all of them. Najua yote. Like Nakuru. Ziwa Nakuru. All those Baringo. Ziwa Baringo. All those ones there. Na zote ziwa zote kule. I saw them bubbling like water was bubbling. Niliyaona yakichemka kana vile maji huchemka. And the water was rising up. Na maji yale yakawa yanainuka. And I think nafikiria it has been happening, the waters have been rising up. Kwamba maji yamekuwa yakiinuka, jambo hilo limekuwa likifanyika. And I'm so happy that the governor of Nakuru is in the house. Na nafurahi mno gavana wa Nakuru yumo katika nyumba hii. That bubbling and the water will continue to go up. Kuchemka kule kwa ziwa lile na maji kuinuka, hali hiyo itaendelea. It is necessary. Nilihisi kwamba ni muhimu for you who are in authority, kwa enyi mliomo katika mamlaka, to help people not to build near the lakes. Mwasaidia watu wasijenge karibu na ziwa ile. So they don't move here and they are moved there. Wasiende wakasonga, wakaondolewa, wakasongeshwa kule. We have enough educated people to speak the truth, what is happening underneath. Tunao wasomi wengi ambao wanaweza zungumza ukweli kuhusu kinachofanyika chini. So we need to understand that. Basi tunapaswa kufahamu hilo. So let's pay attention. Wacheni tumakinike. We cannot act like we are not seeing that it is happening. Hatuwezi jifanya kana kwamba hatuoni linafanyika. I was warned to say something. Nilipewa onyo kusema kitu which has touched me greatly. Bacho jambo ambalo limeniguza kwa huku. I was meant to say to you today, nilipaswa kuambieni leo, let us be extremely careful with high rising buildings. Wacheni tuwe waangalifu mno kuhusu majengo ambayo yanajengwa kwenda juu zaidi. Not knowing that even before I come to prophesy, we'll have a building that will come down collapsing. Pasina kujua kwamba hata kabla nije kutabiri kutakuwa na jengo ambalo litaporomoka. God would not warn me for only one building. Kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea na familia zikijaribu kujenga maisha yao upya, mjadala unaendelea kuongezeka. Je, mafuriko haya ni matokeo ya uzembe wa viongozi au ni onyo kutoka kwa Mungu? Wakati Kenya ikikabiliana na changamoto hii, taifa linaendelea kutafuta majibu. Hii ni LMN TV, tukikuletea habari na mijadala inayogusa maisha ya wananchi.